Kitu cha kwanza ambayo tungependa tuongelee inaitwa called out of Egypt. Praise the Lord. Kuitwa kutoka Misri. Being called out of Egypt. Egypt is a place where you didn't know anything about God. Ni sehemu ambayo haukuelewa chochote kuhusu Mungu. Ni mahali ya utumwa. Praise the Lord. Ni mahali ya utumwa, unatumikia adui. Ni mahali ambapo wewe umefungwa, macho imefungwa, hauoni, hautazami, hauelewi, haujui nini inaendelea, lakini umefungwa. Watu wengi wamefungwa kwa mambo tofauti tofauti. Kuna yule ambaye amefungwa kwa usherati, kuna yule ambaye amefungwa kwa ugomvi, kuna yule amefungwa kwa kusengenya, kuna yule amefungwa kwa ulevi. Yaani ni mahali ambapo adui amekufinyilia. Praise the Lord. Ni mahali ambapo watu wengi wanafikiria kuna amani, lakini hapana amani. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba nikifanya jambo fulani hapo nitakuwa vizuri, lakini hawaelewi ya kwamba mahali pale kuna kuangamia, mahali pale kuna uharibifu, mahali pale hakutakuwepo na amani yoyote ile. Praise the Lord. Unajua wakati mwingine mtu anaamka asubuhi anasema wacha niende ninywe pombe, ni kwamba nisahau mambo mengine yote ambayo nimekuwa napitia. Aelewe ya kwamba baada ya kufanya vile bado atarudi hapo hapo. Praise the Lord. Maana mambo ambayo yanakusumbua ni ya kawaida tu, na usipotii nayo kulingana na upendo au kulingana na hekima ya Mungu, utapata unatoka kwa njia. Praise the Lord. Watu wengi wanafanya maamuzi au mambo ambayo hayafai kwa sababu wanafikiria vile wanapunguza stress. Praise the Lord. So Mungu anakuita kutoka Misri, anakuita kutoka Egypt, mahali ambapo ulitumikia mababa zenu. Joshua chapter 24. Joshua anaanza kuongea na wana wa Israeli, anawakumbusha hivi. Leo nitaongea kuhusu kitabu ya Joshua sana, kwa sababu hii mambo yote 7 nilipata pale. Praise the Lord. Joshua chapter 24. Ukisoma kutoka kifungu cha kwanza au mstari ya kwanza, chapter 24 verse 1 ni Kiingereza. Tafadhali niruhusu nikumbea Kiswahili. Joshua chapter 24 verse 1. Hivi ndivyo Biblia inavyosema ya kwamba Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. Praise the Lord. Ukisoma pale ya kwamba Abrahamu na baba yake na wale familia zao walikuwa wanatumikia miungu mingine. Praise the Lord. Hapo hawakumuelewa Mungu, hawakumjua Mungu. Hivyo basi Yoshua anaongea na wana wa Israeli kuwaonyesha mahali ambapo walitoka na mahali ambapo wamefika. Praise the Lord. Ukiendelea kusoma vile Yoshua anaongea mpaka anafika pahali hivi, anasema hivi verse 4. Wacha nianzie verse 3 then tuendelee. Nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu kutoka ng'ambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka, kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau. Nami nikampa Esau milima Seiri au miliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Bwana asifiwe. Yakobo na watoto wake wote walishuka Misri. Na tunaelewa mambo ambayo yalifanyika, kulikuwepo na njaa hiyo yote. Hivyo basi walipoenda kule, kwa sababu Yusufu alikuwa kule, tunaelewa story mingi ambayo iliendelea hadi walipofika pale. Na Yusufu akafa. Baada ya Yusufu akafa, Biblia inasema na Farao ambaye alikuja hakuwa anaelewa kina baba wa Israeli wakati ule, aliwasahau, hakuwajua. Hivyo basi akaanza kuwanyanyasa wana wa Israeli. Mateso
yule mtumwa, kutoka kwa yule adui. Lakini kumbuka, alipowatoa kutoka Misri au walipokuwa wanatoka Misri, Farao hakuwaacha. Bwana asifiwe. Farao hakuwaacha. Unajua ukisema ya kwamba umeokoka au unamkubali Yesu, adui hakuachi. Anakufuata tu ili kwamba akurejeshe mahali ambapo ulikuwa. Farao akaanza kumtafuta, kuwafuata wana wa Israeli. Akawafuata. Lakini Biblia inasema hivi, Musa akamgeukia Mungu. Kabla ya kuwafuata vile, kuna kitu kinaitwa Passover. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Passover kuna jambo ambalo lilifanyika. Hao watu walikuwa wanachinja kondoo, wakichinja kondoo wanapaka damu kwa mlango. Wakipaka damu kwa mlango, Biblia inasema kwamba ni kwamba malaika wa kifo au mauti atakapokuja atapita juu ya nyumba ya Israeli. Akiona damu anapita juu ya nyumba ya Israeli. Praise the Lord. Na hivyo wana wa Israeli hawawezi kuwepo na mauti. Praise the Lord. Na hivyo Ephesians chapter 4 verse 22 inasema ya kwamba tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tumetiwa muhuri. Na muhuri huo, wakati ambapo itafika wakati wa kihama, wakati Mungu atakuja kukusanya magugu na ngano, utapata ambao umetiwa muhuri. Jinsi ambavyo wana wa Israeli walipaka damu katika mlango, vile vile ambao wametiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, wao watapata kupona. Praise the Lord. Wao watapona. Biblia inaendelea kusema hivi ya kwamba walipofika, na hiyo ndio hatua ya pili ambayo naongelea. Ya kwanza nimesema, ninaenda haraka kwa sababu ya muda. Ya kwanza nimesema unaitwa kutoka kwa dhambi. Unaitwa kutoka Misri. Unaitwa kutoka kwa maisha ya kale. Unaitwa kutoka kwa kutumikia adui, kwa kutumikia mambo ambayo ulikuwa unafanya. Kumbuka mahali ambapo tumetoka. Kumbuka mahali ambapo uliitwa ukiwepo. Watu wengi tuliitwa kutoka kwa vitu fulani, lakini bado hatukuyaacha. Tumekuwa kama Rachel, ya kwamba tunatoka kwa Laban, lakini bado tumebeba miungu. Praise the Lord. Tunakimbia lakini bado tumebeba miungu. Tunaenda na mchungaji sasa hiyo ni Yakobo anatembea wakiwa na mke wake yule mwingine, lakini kuna mwingine amebeba miungu bado. Praise the Lord. Hautaki kuachana nao. Na tunaelewa hiyo miungu ilifanya nini? Rachel alifariki. Praise the Lord. Aliaga, maana kutoachana, ukiitwa kutoka mahali fulani achana nayo. Nenda mbele, songa mbele. Praise the Lord. Hivyo ndivyo Mungu ambavyo anahitaji, ya kwamba akikuita tazama mbele. Press on, keep on focusing. Sahau yaliyopita, anza kuangalia mbele. Angalia msalaba. Bwana asifiwe. Safari ya pili au jambo ya pili ni kuvuka bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Kuvuka bahari ya Shamu. Kuvuka bahari ya Shamu inamaanisha ubatizo, ya kwamba unakufa na Yesu na unafufuka na Yesu. Praise the Lord. Hata nisome kifungu John chapter 3 verse 5. John chapter 3 verse 5. Crossing the Red Sea. John chapter 3 verse 5. Hivi ndivyo Biblia ambavyo inasema, Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Anamwendea Yesu usiku. Unajua Nikodemo alikuwa kama profesa. Alikuwa mtu amesoma Biblia. Alikuwa Farisayo. Hivyo basi alikuwa anaelewa, nikienda mchana watu wengine pia wataniona na kuwa na kesi hapa na pale. Hivyo basi akamwendea usiku, akamuuliza Rabii, nitafanya vipi? Itakuwa namna gani? Yesu akaanza kumwongelesha kwamba ni vizuri mtu azaliwe mara ya pili. Nikodemo anamuuliza Yesu, nitazaliwa hata mara ya pili kwa umri hii yangu? Nirudi tena kwa tumbo ya mama yangu ndio nizaliwe? Yesu akamwambia si vile, ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na asipozaliwa kwa Roho hawezi kuiona ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe.
asifiwe. Wacha nibaki kwa maji. Inafaa uoshwe kwa maji. Inafaa ubatizwe. Kubatizwa inamaanisha unashiriki kwa kifo au mauti ya Kristo na ufufuko wa Kristo. Bwana asifiwe. Hiyo ni ubatizo wa maji. Hivyo basi wakati wewe ulitoka Misri, kubali kuingia kwa maji. Mimi hivi ninaamini ya kwamba ubatizo ni mara moja. Praise the Lord. Kuna kanisa zingine wanafundisha kwamba unaweza batizwa mara mingi. Kuna watu wamebatizwa, kuna watu my friend amebatizwa karibu mara 10. Anasema asijua alienda walifanya nini wakabatizwa tena. Akaenda wapi akabatizwa tena. Sijui alienda wapi akabatizwa. Sielewi, labda pastor atatueleza. Mimi kwa mimi ninaamini ya kwamba ubatizo ni mara moja. Praise the Lord. Hivyo ndio venye mimi naamini na najua ya kwamba ulipobatizwa hivyo imetosha. Praise the Lord. Na ukibatizwa inamaanisha sasa uchafu imeondoka, unaoshwa na kutakasika. Praise the Lord. Hata kama dhambi ilikuwa nyekundu kama namna gani, Mungu anaifanya nyeupe kama theluji. Praise the Lord. Hivyo ndio kuoshwa. Na wakati unajua Biblia inasema hivi kwa 2 Peter chapter 2 verse 22 ya kwamba kuna methali ilizidi kusema ya kwamba kama umbwa ikitapika inarudia matapiko yake, au kama nguruwe ikioshwa bado inarudi kwa matope. Praise the Lord. Wewe ndio maana Wagalatia Paulo anaandika anasema, enyi Wagalatia, nani aliyewaokoa? Kwa maana mliona huyu Yesu, mliona haya mambo yote, lakini bado mnajaribu kumsulubisha tena. Mmeokoka lakini bado mnaendelea kufanya maneno ambayo haiwapasi. Praise the Lord. Maneno ambayo haiwapasi. Ulikuwa wakati uliokoka ulikuwa msengenyaji, lakini wakati umeokoka ukarudia ile. Wakati umeoshwa na kutakasika, ufai kufanya maneno ya kale. Praise the Lord. Nimekumbuka hichi kifungu, acha nisome. Warumi chapter 8 verse 5. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiria mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Bwana asifiwe. Wewe wakati uliokoka unaacha kuanza kutembea kwa mwili. Galatia inatuambia hivyo ya kwamba usitembee kwa mwili ili kwamba ukatembea kwa roho, usitimize tamaa za mwili. Praise the Lord. Tembea kwa roho, usitimize tamaa za mwili. Hivyo basi wakati ulipitishwa kwa maji inamaanisha ya kwamba ya kale yameondoka. Sasa wewe umekuwa kiumbe kipya. Praise the Lord. Amen. Jambo lingine ni at the wilderness. Kwa jangwa. Number 3 kwa jangwa. Bwana asifiwe. Amen. Nikisema kwa jangwa ni mahali ambapo wana wa Israeli walifika walipotoka Misri. Walipovuka bahari ya Shamu, waliingia kwa jangwa. Jangwa haikuwa bahari ambapo walipapenda. Maana wakati mwingine hata walianza kulalamika na kunung'unika na kuambia Musa ni yeye aliyowacha wakufe kule Misri. Maana kule kulikuwa na makaburi mengi kuliko hawakuja kufia hapa jangwani. Unajua hawakuona ukuu na ukubwa wa Mungu, ya kwamba Mungu ametuondoa kwa mateso, anatupeleka kutuweka huru. Unajua Biblia inasema kwamba kama njooni nyote mlio na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mungu wakati unakuja kwake yuko tayari kukupa mapumziko. Rest. Bwana asifiwe.
kuna mambo ambayo Mungu anahitaji ufanye. Praise the Lord. Unajua kwa jambo ni mahali ambapo hata watu wa Mungu huwa wanalaani Mungu. Hata washirika wanaongea vibaya kuhusu watu wa Mungu. Praise the Lord. Ni kwa jambo tu ndio mahali ambapo Aaron na Miriam Numbers chapter 12 waliketi chini wakaanza kuongea vibaya kuhusu Musa. Hawakuelewa ya kwamba wakati mwingine kwa jambo utakutana na maji ufikirie ni bahari. Praise the Lord. Utakutana na maji hivi, uone hivi unafikiria hii ni bahari, hii kumbe ni oasis. Kidogo tu maji ilijaa, kiburi na kuingia. Praise the Lord. Unajua adui yuko vile, adui so cunning. He calculates to appear as the angel of light. Yeye wakati mwingine ugeuka au kujigeuza kujifanya kuwa malaika wa nuru. Sasa ukiangalia unaingiwa na kipapo ni mahali ambapo Aruni pia akiwa nabii anaanza kuongea vibaya kuhusu mtu wa Mungu Musa. Mariamu akiwa nabii anaongea vibaya kuhusu Musa. Praise the Lord. Ni kwa jambo mahali ambapo kuna confusions mingi. Kuna mahali ambapo hapo ndio mahali ambapo watu wengi wanapoteza nia. Ni watu wengi wanapoteza kusudi. Watu wengi wanapoteza lengo. Watu wengi hata wanatoka kanisani. Alitoka juzi siku mbili tatu alisikia vitina kidogo anaacha kanisa. Kidogo labda nini ilifanyika hapa akawacha kibada. Praise the Lord. Watu wengi wanapotea sana wakati wanafika kwa jambo. Walifikiria kwamba tukienda tukivuka mto wakati tumeitanishwa na Mungu mambo yote yanakuwa sawa. Lakini hawakuelewa pia mambo si vile. Kuna mabonde na milima. Ni mahali ambapo watu wengi hunung'unika na kulalamika. Ni mahali ambapo hata nyoka inainuka. Praise the Lord. Ni kwa jangwa, mahali ambapo nyoka iliinuka. Na hapo kwa jangwa ndipo Mungu akaambia Musa sasa itengeneze nyoka ya shaba. Chapter 21 verse 9 Numbers. Na Musa akainua hiyo nyoka. Alipoinua hiyo nyoka, hao watu Musa akamwambia hivi ya kwamba utakapoumwa wewe tazama ile nyoka ya shaba. Praise the Lord. Na hivyo ndivyo Yesu alimwambia Nikodemo chapter 3 verse 14 John ya kwamba jinsi vile Musa alinua nyoka ya shaba hata mwana wa Adamu atainuliwa pili. Praise the Lord. Ndio ikaendelea akasema kwamba Musa alikuja na sheria, mwana wa Mungu akakuja na neema. Na alafu anasema kwa maana jinsi hii. Praise the Lord. Amen. Mungu aliupenda ulimwengu. Bwana asifiwe. Hivyo basi yeyote ambaye anatazamia pale msalaba is kwa jangwa mahali ambapo inafaa ulocate na understand ya kwamba ni hapa ninatazama msalaba. At the cross where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by I received my soul, and now I am happy glory. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini Baba. Ni kwa msalaba. Praise the Lord. Inafaa uelewe ya kwamba hapa si kwa nguvu, hapa sitaweza mwenyewe. Ni vizuri kuita
inafanya watu wanaona ya kwamba Mungu si tu God is our hope. Praise the Lord. Not just our only hope, but is our hope. Yeye ndiye tumaini letu. Si tumaini la pekee. Yeye tu ndio tumaini letu. Praise the Lord. Amen. Ni kwa jambo mahali ambapo watu walijaribu, Mungu wakaona ni kama amemshinda, wakageuka kwingine. Hapo ndipo mke wa Lutu anageuka, aliambiwa usitazame nyuma, yeye anatazama nyuma. Praise the Lord. Mahali ambapo kiu ipo, maji nakosa, Yesu anakuambia sikiza, njooni kwangu, mimi ndimi maji ya uzima, na yeyote atakayeninywa hataona kiu tena. Yesu anakuambia pale kwa jangwa walikosa mkate, Yesu anakuambia njoo kwangu, mimi ndimi mkate wa uzima, atakayenila hataona njaa tena. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa jangwa, mahali ambapo marafiki wanakutenga, ni mahali ambapo unabaki peke yako, ni mahali ambapo msaada ambao ulitarajia itakuja inaanguka, ni mahali ambapo hata Paulo kuna wakati alifika kwa jangwa, rafiki yake anaitwa Barnaba, wamefika pahali wanapitana, mpaka Mungu anaketi pahali wanaomba, wanasema hapana, tutainganishe Barnaba na Paulo. Praise the Lord. Kuna mahali ambapo inafika vile, mafuta iko, umetiwa mafuta, lakini inafika mahali ambapo Mungu anasema hapana, hao watu wakiendelea hivi ugomvi itaendelea sana, sasa nitainganisha. Praise the Lord. Amen. Kuna mahali ambapo alipigwa mawe, hata watu wakafikiria amekufa. Kuna mahali ambapo hata nyoka ilimuuma. Kuna mahali pengi mambo mengi ilifanyika. Ukisoma Timotheo inasema kuna watu ambao, kuna vijana ambao walikuwa na yeye walimwacha. Praise the Lord. Amen. Biblia inasema kuna mtu anaitwa Demas, Mark na Tito na wengine. Demas yule aligeuka wakati Paulo alimhitaji zaidi. Praise the Lord. Amen. Jangwa hilo. Kuna siku nakumbuka hata walifungwa jela. Jangwa hilo. Bwana asifiwe. Si mahali pa kukata tamaa, ni mahali pa kujitia moyo kwa kutazama msalaba na kusema hapa ninaelewa mimi mwenyewe sitaweza, yeye ataniwezesha. Amen. Ayubu akiwa kwa jangwa, ni mke wake alikuja akamwambia mtusi Mungu ili kwamba ufe. Ayubu akageuka akamwangalia mke wake akamwambia huyu Mungu alikuwa na sisi wakati nzuri, na sasa wakati ambao mabaya imeinuka tuwe nifanya vile. Biblia inasema kwa haya yote Ayubu hakumtusi Mungu, hakumkufuru jina la Bwana. Praise the Lord. Mtu aliketi kwa ugonjwa mpaka akafika kwa hali chapter 19 verse 25, anasema kuna kitu moja ninaelewa, mkombozi wangu anaishi. One thing that I know, my Redeemer lives. Amen. Praise the Lord. Amen. Jambo la 4, crossing the river Jordan. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa hapa ni mahali ambapo Musa amefariki. Musa akiaga, Mungu akamtoa Yoshua. Mungu alipomtoa Yoshua, sasa anaongoza Yoshua, anamwambia elewa, walipovuka Red Sea Musa alikuwepo. Yeye alifanya miujiza, watu wakapita. Hivyo basi watu wa Mungu yuko pale, atakupeleka kwa maji ubatizo. Lakini when it comes to River Jordan, Yoshua alikuwa mwelekeo, akamwambia kwamba kuna watu 12 watakanyaga maji na hiyo maji itatawanyika, wataweza kupita. Praise the Lord. When it comes to the baptism of the Spirit, ni wewe kuwa willing. Bwana asifiwe. Ni wewe kuwa tayari. Ni kwamba kumpokea Roho Mtakatifu, ni kuelewa haya yote ya kwamba inanipasa moyo wangu kuwa tayari. Biblia inasema hivi in the book of Revelation chapter 3 verse 20, ya kwamba nipo mlangoni ninabisha, na yeyote atakayefungua mlango nitaingia ndani na kuketi pamoja na yeye. Yeyote atakaye, hiyo haina kulazimishwa. Ukifungua mlango yeye ataingia. Iwapo yeyote as an individual, ukifungua mlango yeye ataingia. Praise the Lord. Amen.
katika nchi za juu akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Praise the Lord. Unajua wana wa Israeli walipovuka Red Sea walikaa mahali pamoja for 40 years. Mpaka Mungu akakuja kuambia, sasa imetosha. Praise the Lord. Sasa imetosha. Wewe amka na mvunje hii kambi yenu yote na msonge sasa mbele. I think it's Deuteronomy chapter 1 verse 6. Nasema hivyo, ya kwamba sasa imetosha. Break the camp. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo basi walipovunja hiyo kambi wakaanza kusonga mbele, ndio Musa alitoweka. Na hapo ndipo Yoshua akakuja kuchukua mwelekeo, uongozi, na akawavukisha sasa river Jordan. Hiyo basi Paulo anakuja hapa pia anawauliza hawa watu, nyinyi mlipobatizwa mlipokea Roho Mtakatifu? Hawa watu wakakuwa sinzia, akasema hapana, hata kumsikia hatujawahi kusikia. Ndipo Paulo akawauliza hivi, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Yesu, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Praise the Lord. Hao watu Paulo aliwasaidia na kuambia, sikiza, sasa ni vizuri kupokea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Hii safari hauwezi peke yako. Bila Roho Mtakatifu hutaweza, hautashinda. Mambo mengi yanafanyika, tunaelewa. Praise the Lord. Mambo mengi yanaendelea. Hata kwa hiyo jambo linahitaji sasa Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Unajua ya kwamba ubatizo kwa maji ina simbolika, inaashiria ubatizo pia wa Roho. Praise the Lord. Wakati ubatizo kwa maji kuna ubatizo wa Roho. Sasa haikutoshea pale. Sasa kubali kumpokea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu atakuongoza. Biblia inasema in Isaiah chapter 30 verse 21, utakapogeuka kushoto au kulia, utasikia sauti nyuma yako ikisema, hii ndio njia, tembea ndani yake. Praise the Lord. Niko Roho Mtakatifu. Zerubabeli akiwa anajenga kanisa au hekalu, anakuja na kusikiza, hii si kwa nguvu, si kwa uweza wako, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Wakati anaweka misingi, mtu wa Mungu anakuja anamwambia, sikiza, na mikono ambayo imeweka misingi hii ndio bado hiyo mikono itaimaliza, bado ni kwa Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Anamwambia, sikiza, usimdharau mwanzo mdogo, kuna ukubwa utakao kuja kwa Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Biblia inasema hivi, ukisoma hiyo kifungu inasema hivi, enyi milima mikuu, nyinyi nani mbele ya mtumishi wa Mungu? Milima mikuu, unashinda milima mikuu kwa Roho Mtakatifu. Kwa neema. Bwana asifiwe. Ni kwa neema. Kwa neema. Jambo nyingine, dwelling at Gilgal, kuishi Gilgal. Bwana asifiwe. Kuishi Gilgal. Nikisema kuishi Gilgal, wana wa Mungu, wana wa Israeli walipovuka Jordan, wao walienda sehemu inaitwa Gilgal. Sehemu hiyo walipokuwa wanaishi pale, kuna mambo ambayo yalifanyika. Verse 5, Joshua chapter 5. Biblia inasema hivi. Wacha nisome hiyo. Joshua chapter 5. Niruhusu nisome basa nianzie verse 7. Nianzie verse 8. Kwa utafika utasoma hiyo chapter 5, ndio unaenda sana. Hata nianzie chapter
verse 8 na 9, Joshua. Inasema ilikuwa walipokwisha kutahiriwa, taifa nzima wakakaa kila mtu mahali pake maragoni hata walipopoa. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimevungirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgal hata hivi leo. Praise the Lord. Hao watu walipotoka Misri, unaelewa kwa jambo kulikuwa na mambo mengi. Hawakutahiriwa wakati huo wote wa miaka 40. Lakini walipofika hapa, Mungu aliambia Yoshua ya kwamba hao watu wote watahiriwe. Praise the Lord. Tunaelewa watoto walikuwa wanatahiriwa miaka 8 na nini au siku 8 hiyo yote. Lakini hapo hapo wametahiriwa hiyo muda yote. Yoshua akaambiwa ya kwamba hao wote watahiriwe. Na Biblia inasema hivi ya kwamba this is a place where your shame and your reproach has been taken away. Mahali ambapo aibu yenu, hata niseme kwa English, where your reproach and your shame has been taken away. Bwana asifiwe. Aibu yote imetolewa. Gilgal ni mahali ambapo ulivumilia, umevumilia kwa jangwa, umevumilia, na sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuchonga. Inaitwa circumcision of the Holy Spirit. Yeye anaanza kukuchonga, anaanza kukutengeneza ili kwamba aibu iondoke, ufanane na Yesu. Praise the Lord. Unajua the image and the likeness of God was destroyed. Lakini sasa hapa Gilgal ni mahali ambapo his image is being restored. Praise the Lord. Ulikuwa mtu mlevi, sasa ulevi inaondoka. Ulikuwa kahaba, sasa kahaba inatoka. Ulikuwa hivi, sasa hayo yote yanatoka at Gilgal. Praise the Lord. Inaitwa Gilgal, sehemu ambapo aibu inatolewa. Ukitembea watu wanasema hakika ni mbarikiwa wa Mungu. Elewa process, umeacha dhambi. Praise the Lord. Unajua watu wengi wanafikiria utafika Gilgal mahali ambapo hakuna aibu kwa sababu hujaacha dhambi. Lazima process uache dhambi. Ubatizwe, upite hapa, ubatizwe kwa moto au kwa Roho, na baada ya pale ingia mahali ambapo hakuna aibu. Praise the Lord. It's a place called Gilgal. Unaruhusu hata kama hapo ni place of molding. Mungu anakufinyanga. Bwana asifiwe. Unajua wakati wa ufinyanzi kuna uchungu utasikia. Bwana asifiwe. Unajua kuna vitu ambavyo unapenda na Mungu akitaka kutoa utahisi uchungu. Bwana asifiwe. Kuna hata watu wakati huo wa kufinyangwa ni Mungu anaondoa kwa maisha. It's a place of Gilgal. Praise the Lord. Mahali ambapo Mungu anaanza kukutenganisha, kukuseparate for purpose, kukuweka kwa lengo na kusudi. Praise the Lord. Kuna watu ambao uliwadhamini sana, ukajua hawa ni kuwapigia simu moja hawawezi niangusha. Hapo ndipo unapiga washiki. Praise the Lord. Mungu anaanza kukutenganisha. Mungu anataka ubaki sasa kuwa yeye ambaye alikuita. Praise the Lord. Unajua kuna watu wengi wamekuwa corrupt sana.
uanze kujiuliza, ni Mungu anakufinyanga kwa kitu kingine. Praise the Lord. Si shida wewe, ni ile tu identify purpose. Identify the lengo, kusudi alikuita ukweli. Praise the Lord. Amen. Unajua kuna watu wengi tunaforce vitu. Sasa na mtu alianzisha pesa, after pesa hiyo pesa ikataka kufanya akaweka duka. After duka hiyo duka ikataka kufanya akaweka duka ya maziwa. After duka ya maziwa ikataka kufanya akaweka mboga. After mboga ikataka kufanya akapata rangi kwa butchery. After kidogo hata Mungu akikuja hata kubariki, wakati alikuwa anakuja kubariki mtu wa duka anapata tayari imekuwa butchery. Bwana asifiwe. Mtu ana lengo, ana kusudi. Kuna mtu mmoja kwa Biblia anaitwa Jehu. Jehu alipakwa mafuta wakiwa watatu. Biblia inasema alipakwa mafuta kwa na mtu mmoja anaitwa Elisha. Biblia inasema Elisha akachukua sehemu yake Elisha. Mtu wa pili anaitwa Hazai. Hazai jina ya mama yake ilikuwa kwa mfalme wa Saria. Wa pili alikuwa anaitwa Jehu, kwa mfalme wa Israeli. Lakini hao wote mambo yalitimia. Jehu miaka ilipita 14 years bado si mfalme. Yeye bado ni akida. Yeye anaita general. Yeye ndio bado anaenda vita kupigana mpaka Mungu anamkumbusha. Huyo Jehu hata alitua mafuta na Elisha. Elisha mmoja siku moja. Biblia inasema wakati mtu atakapopita Hazai atapata mtu hapo ataanguka upanga wa Jehu. Wakati mtu atapita upanga wa Jehu na Elisha atamaliza. Lakini Elisha huyu mdiitwa pamoja kama mandugu, lakini kusudi inapotea. Praise the Lord. Amen. Unakuwa misplaced. Gika. Ukifika pale ruhusu Mungu akutengeneze venye mwenyewe anataka. Bwana asifiwe. Unajua the will of God will always prevail. Ruhusu mapenzi yake yatimie. Bwana asifiwe. Unajua tukiamba hapa tawaambia siku moja niliwahi kuwa rapa. Mwimbaji wa kurap kama mnajua hivyo. Bwana asifiwe. Nakwambia hapa nilikuwa na dance. Wimbo zingine hapo na dance naenda usiku baada. Bwana asifiwe. Along the way. Bwana asifiwe. In fact hata nikifika campus group desa tuko na fellowships mingi ziko around 15. Ya kwanza fellowship nyingine kwa dance. Ndio Infinity Mass. Nika dance kama wiki moja mbili na hapo ndio nikapotea njia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. You be misplaced pahali ambapo haufai. At Gilgal allow God. Bwana asifiwe. Amen. Another thing is worship at Shiloh. Worshiping at Shiloh. Kuabudu Shiloh. Bwana asifiwe. Joshua chapter 18. Ukisoma 18:19 huko ukienda, hao watu walipokuwa wanaenda kutafuta Mungu, kule Shiloh ndio mahali ambapo madhabahu ilikuwa. Praise the Lord. Mahali ambapo madhabahu ilikuwa. Joshua alikuwa anamuuliza Mungu akiwa Shiloh. Unajua sisi siku hizi tuko na online sermons, online preachings, online church. Hata watu wa kanisa wako online. Praise the Lord. Unakutana mtu Sunday, unamuuliza uko wapi hiyo Sunday, anakuambia nilienda online church. Uongo. Bwana asifiwe. Adui amekushika, amekukumbaza online church, online. Bwana asifiwe. Wewe tangu kuzaliwe ulisoma Biblia. John the Baptist aliweka poster pale. Aliamka tu akaweka poster na akaweka picha yake. Na akasema sasa John the Baptist niko kwa wilderness. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka akiwa kwa wilderness, bado watu walikuwa wanatoka kwa mji, kwa city huko. Kina Farisi na Wafarisayo wenzake na Wasadukayo walikuwa wanakuja waandishi, wanatoka kwa city, wanaenda kwa jangwa, mahali ambapo Jordan huko, wanaenda wanamtafuta huko. Praise the Lord. Mbona walikuwa wanaenda kumtafuta huko? Bwana asifiwe. Online is not bad, but it's bad when you're missing church. Bwana asifiwe. Siku ya ibada, Biblia inasema hivyo, hata nisome hiyo alafu niseme jambo ya mwisho ukimalizia. Sijasoma ya Joshua
chapter 18 maana ni kifungu mrefu. Tutaenda tusome about Shiloh. Joshua alikuwa anaongea na Mungu sana wakiwa upande wa Shiloh. Niruhusu tusome Ibrania chapter 10 verse 25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana asifiwe. Ya kwamba kuna wengine wako na tabia ya kuacha kukusanyika pamoja. Unaona mtu hata kwa online meeting, hiyo online fellowship, wakati anachukua meza ya Bwana, yeye anaweka kikombe kwa maji ama chochote, anachukua meza ya Bwana. Basi Bwana asifiwe. Usiingie kwa hiyo mtego. Watu walienda huko kuchukua meza ya Bwana, wewe uko pale pia umetenga vizuri soda au kitu, unakunywa, ukisema unakunywa pia unakunywa. Si vile. Bwana asifiwe. Ukijipata uko pale kwa online fellowship, ujaenda church, elewa pia wewe ni mmoja wa wao ambao wameacha imani. Praise the Lord. Ni ile tu huwezi taka ukweli, lakini ukweli ndio huo ya kwamba umewacha imani. Praise the Lord. Umeacha imani. In fact umepotea. Na kuna watu wengine ambao waliacha kanisa wakashikana kikundi kama watu watatu. So Sundays huwa wanakutana ku fellowship. Uongo wengine. Praise the Lord. Amen. Na hivyo ndivyo watu wanaingizwa kwa mahali ambapo ni papaya. Hasa kuna wapasa ukuta wanatembea Sundays watu watatu wamekutana kwa nyumba wakiombewa. Bwana asifiwe. Ndio watu wanapandwa mbegu mbaya kabisa. Mwisho, taking over the things. Bwana asifiwe. Amen. Hao wana wa Israeli walipokuwa Gilga, ukisoma hicho kitabu cha Joshua yote, walikuwa wanaenda vita wanarudi Gilga. Wanaenda vita wanarudi Gilga. Maana ni mmoja. Gilga was a place where shame was taken away. Praise the Lord. Walikuwa wanaenda vita wanarudi Gilga. Wanaenda vita wanarudi Gilga. Kafika mahali Joshua akaja kuuliza, hata lini mtaketi hivi? Na Bwana aliwaahidia mpokee urithi sehemu kuu. Praise the Lord. Najua wakati mwingine watu watafika mahali ya hoteli kwa riziki, wafikirie ni hapa ambapo Mungu alituita tu. Bwana asifiwe. Watu wengine wako mahali ambapo wanadhani Mungu aliwaita wasalie pale. Hapana. Bwana asifiwe. Mungu alikuita uongezeke. Mungu alikuita mipaka ipanuliwe. Mungu alikuita overcome, ukoke. Bwana asifiwe. Mahali ambapo uko leo ni Mkristo, usitosheke hana. Wake up. Bwana asifiwe. Wake up. Kwa imani utashinda. Kwa imani utashinda. Hiyo biashara ambayo unafanya, usiache, wewe endelea. Ukizidi kumuomba Mungu, kuna siku ambayo mipaka itapanuliwa. Praise the Lord. Mipaka itapanuliwa. Wewe endelea kumuita Mungu, endelea kusoma neno, endelea kufanya kazi, endelea hayo yote. Na kuna siku ambayo utaona utukufu wa Mungu. Praise the Lord. Kuna siku ambayo utaona utukufu wa Bwana. Wacha nisome kifungu ya mwisho alafu tumalize. First Samuel chapter 30 verse 8. Daudi akauliza kwa Bwana, akasema, je, nitawafuata jeshi hili? Nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Bwana asifiwe. Yesu nisome kwa Kiingereza hapa. First Samuel chapter 30 verse 8. Nasema hivi kwa Kiingereza ya kwamba David asked the
Lord, shall I go after those raiders, and will I catch them? He answered, go after them, you will catch them and rescue the captive. Bwana asifiwe. Kuna another translation nasema ya kwamba nenda and you will restore all. Bwana asifiwe. Nimetaka kusudi yeyote na restore, because mwaka ukianza mara mingi hata kanisa mengine nimeona wao wanatumia hiyo kifungu ya kwamba the year of restoration, ya kwamba Daudi alifuata na baada ya kufuata God restored. Lakini kuna process ambayo ilifanyika hapo. Ya kwanza Biblia inasema Daudi akamuuliza Mungu, inquire of the Lord. Jambo ya muhimu, bila kuanza kitu uliza kutoka kwa Bwana. Jambo ya pili, Mungu akamjibu, akamwambia nenda, utaopokea wote, utawarejesha. Jambo ya pili kwa maisha, ni vizuri baada ya kumuuliza Mungu, subiri Mungu akupe mwelekeo. Praise the Lord. Mungu akupe mwelekeo. Jambo ya tatu, Biblia inasema ukiendelea kusoma hiyo story, Daudi alienda na akawarejesha wote. Kuinuka na kuifanyia kazi. Praise the Lord. Kuinuka na kuifanyia kazi. Ya kwanza, inquire from the Lord. Ya pili, wait for God direction. Ya tatu, na follow, pursue. Na utaona ukuu wa Bwana. Mungu ni asante kwa ibada hii. Asante maana ulikusudia iwe jinsi ambavyo imekuwa. Bwana, ninakupenda maana neno lako ni kweli na neno lako ni amina. Hivyo basi Bwana, yote ambayo tumejifunza mchana huu, tunaomba ya kwamba Bwana, wacha tuifanyie kazi. Wacha tuelewe ya kwamba ulituita kutoka kwa dhambi, na sisi si wa ulimwengu tena, sisi si wa dhambi tena, na tukafanyika kiumbe kipya baada ya wewe kutubatisha. Hivyo basi Bwana, tunaomba ukaondoe aibu yetu, ukaondoe laana zetu. Mfalme wa wafalme, ukatujaze na Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza kwa njia ya haki, ambaye atatuongoza kwa njia ya ukweli, ambaye atatuelimisha. Maana andiko linasema ya kwamba na mafuta ambayo mlipokea hamtahitaji yote kuwafundisha hili, bali mafuta hiyo itawafundisha ukweli. And therefore Lord, we pray that may you guide us in all truth. Mungu, kusiwepo na yeyote ambaye atapotea miongoni mwetu. Kama kuna yeyote ambaye ataokoka, Mungu tunamuombea, wacha Roho wako Mtakatifu Mfalme akamshike mkono, ili kwamba akafike kwa wakati ya kuelewa. Kuna wakati ya confession and belief. Mfalme wa wafalme, wewe ambaye unaweza, ya kwamba Mfalme, mavuno ni mengi. Mungu katusaidie ili kwamba mavuno haya tukawapate. Wale ambao Mfalme labda wana aibu ya kuogopa kukuja mchana, hata wao hawasaidii. Bwana, wakakuja wakati ule Nikodemo alikuja, ili kwamba wakasaidike. Maana wewe Mfalme haufurahii kifo ya mwenye dhambi. Kwa basi Bwana, ukatusaidie ili kwamba kanisa hili wote tutashiriki katika wakati wako utakapokuja kulipokea kanisa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tupige makofi karibisha mchungaji. Naomba tusimame tunapomaliza ibada, tukimshukuru Bwana kwa sababu amesikia maombi yako, amenena na moyo wako. Kila mmoja wetu kwa heshima ya Yesu tusimame, wacha kinywa chako, mwambie Bwana Yesu jambo. Neno lake ndilo hilo. Tuko katika safari ya imani, na lazima kwanza tuvuke gerezi, tutoke katika utumwa wa dhambi, tuingie katika jangwa mahali ambapo hatuelewi twaelekea wapi. Lakini Roho wa Bwana yuko pale atuelekeze mpaka tufike mahali ambapo tutabatizwa na Roho Mtakatifu. Wakati mtu ameokoka, saa zingine uchanganyikiwa sana. Fungua tu sauti yako, mwambie Bwana jambo kuhusu ya neno lake. I know katika safari yako ya imani uko somewhere. Maybe umekuja up to Gilgal, mahali pa kuondolewa, mahali pa Bwana kudili na moyo wako.
na umefika katika mto Jordan, mahali ambapo unahitaji ujazo wa Roho, au uko katika sehemu ya mwisho kuchukua hatua na kumiliki milki yako, fungua tu sauti yako, mwambie Bwana jambo kuhusu maisha yako. Huyu Mungu ni mwema, huyu Mungu ni mwema sana. Upendo wake kwetu sisi ni mwingi. Mungu anatupenda na upendo mkuu. Mungu anaelewa yale unapitia. Mungu anajali sana hali yako. Chilia moyo wako tu kwa Yesu, mwambie tu jambo tunapotoka hapa. Katika jina la Yesu mwambie Mungu jambo, wala hata usinyamaze tafadhali. Mwambie tu Mungu jambo. Uko hapa na labda hujawahi kupokea Yesu, bado uko chini ya mtumwa fulani. Yesu yuko hapa anakuita, anasimama mlangoni mwa roho yako anabisha. Fungua roho yako, karibisha Yesu. Bwana Yesu kasema asante. Tunakupenda sana Bwana. Unapitia mambo mazito, sikia roho yako iko chini. Jiulize kwani uko wapi? Labda pengine uko Gilgal, mahali Mungu ndiye na watu anakusaka msasi, anakupitisha hali ndio uweze kukuondolea hali. Bwana tunakupenda sana, tunakusifu. Asante kwa neno lako Bwana na ibada zote za leo. Asante kwa uaminifu wako. Tuamini pamoja na tuombe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu tunasema ni asante sana. Hakika wewe ni Mungu anayetupenda, anayejali kila mmoja wetu. Asante kwa watu wako wale walikuja tangu asubuhi kukuabudu, na wamekaa hapa tu mbele zako wakingoja wewe Bwana. Wamekaa hapa kwa uvumilivu mwingi wakitamani Bwana uwatengenezee njia, uwainue kwa kiwango Bwana, wapiganie vita vyao. Mungu, nina imani kuna mambo unatenda katika ulimwengu wa kiroho. Kuna mtu hapa unaponya na mambo magumu anapitia. Kuna mwingine unaponya mwili wake, maana wewe ni Mungu akuponyaye magonjwa yetu yote. Kuna mtu hapa Bwana unaokoa nafsi yake na kumpatia tumaini ya milele yote. Tenda neno jipya kwa maisha watu wako Bwana. Kuna mtu unajaza na Roho wako. Ninanena baraka katika kanisa lako mahali hapa, na kuomba kwamba Bwana ukatende kazi njema na kazi jipya kwa kila mmoja wetu. Asante Roho wa Bwana. Tunapotoka hapa sasa, tuelekeze na utuongoze wiki yote, na utulinde na hatari zote. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Zote tuseme amen. Amen. Sema amen tena kwa nguvu. Amen. Hallelujah. Asante Yesu. Tushiriki neno la neema ili tuweze kuondoka kwa jina la Yesu. Sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele.